kuleta kituo cha Busisi, kukipa vifaa. Leo mwaka unakwisha, unaandalia kitu gani huko jimboni kwangu? Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Kwanza ni mjibu kakaangu Mheshimiwa Tabasamu. Serikali inatambua changamoto kila mwaka, ambapo katika mwaka wa fedha 2018-19 hadi 2020-2021 serikali ilitoa vibali vya nafasi za ajira mpya za wakufunzi na wahadhiri wasaidizi 333 katika vyuo vikuu vya umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa wahadhiri vyuoni, wizara yangu inaendelea na jitihada za kuomba vibali vya ajira vya wahadhiri kutoka wizara yenye dhamana na utumishi wa umma na utawala bora. Sambamba na hilo, pia upo utaratibu wa kuwahamisha watumishi wa nyongeza la Mheshimiwa Mtemvu, mbunge wa Kibamba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa vile mbunge ametoa wazo na mamlaka za uteuzi zipo, namwomba Mheshimiwa mbunge tuchukue hoja yake hii ili tuweze kufikisha kwenye vyombo hivi vya uteuzi ili waweze kufanya evaluation au tathmini toshelezi kabisa. Iwapo kama wanaona inafaa kufanya hivyo, basi liweze kufanywa kazi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Profesa Ndakidemi, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na uhaba mkubwa sana wa maprofesa katika vyuo vikuu vya Dar es Salaam, Sokoine, Mandela, Ardhi na chuo cha Muhimbili. Baada ya kustaafu wakiwa na miaka 65 wanaambiwa waende nyumbani na biashara imeishia hapo. Lakini kuna uhaba mkubwa. Kipi bora? Je, tuongeze miaka yao ifike angalau 70 waendelee kuhudumia nchi yetu, kwa sababu kuna ombwe kubwa sana la ngazi hizi kwenye vyuo vikuu. Naomba serikali ifikirie hawa watu waendelee mpaka miaka fulani hivi ili vijana wetu wapate elimu ya uhakika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali dogo la nyongeza la Mheshimiwa Profesa Ndakidemi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli anazungumza mbunge kwamba tumekuwa na changamoto sana ya wahadhiri, kwa maana kwamba katika kada hii ya maprofesa kutokana na wao kustaafu. Lakini naomba nimweleze tu Mheshimiwa mbunge kwamba kustaafu kwa upande wa utumishi wa umma ilikuwa ni miaka 60 kwenye maeneo mengine yote. Lakini kwa upande wa wenzetu wa maprofesa au wahadhiri wa vyuo vikuu ilipandishwa kutoka miaka 60 kwenda miaka 65. Lakini sasa hivi Mheshimiwa profesa anasema kwamba angalau tungeongeza ifike miaka 70. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tulibebe wazo hili. Ingawa vile vile nimeeleza kwenye majibu yangu ya msingi kwamba katika mradi wetu wa HIT unakwenda kufundisha katika level ile ya PhD ambayo tunaamini wengi sasa watakwenda kupata vile vile kuwa maprofesa, ambao tutahakikisha kwamba eneo hili tutakwenda kufanya coverage kubwa sana. Lakini tuchukue wazo lako Mheshimiwa Ndakidemi, twende tukalifanyie kazi ili tuweze kuona mtu akifika miaka 70 atakuwa na uwezo wa kusimama darasani akafundisha au akasimamia watu kwenye kazi zao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa majibu yako mazuri. Mheshimiwa Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa wabunge, Mwongozo wa Spika. Tumefika tamati ya kikao chetu cha maswali na majibu. Tunaishukuru serikali kwa majibu mazuri, lakini hususani kwa ile ahadi ya kuajiri watumishi wale zaidi ya 32 ambayo itakwenda kujibu maswali mengi sana ya wananchi wetu kule majimboni. Naomba kutambulisha wageni waliopo bungeni asubuhi ya leo. Kwanza, wageni waliopo jukwaa la Spika ni wageni 29 wa Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, waziri mkuu, ambao ni viongozi watendaji wa ofisi ya waziri mkuu. Tunaye Dr. John Kiang Jiru, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Si yuko hapa?
nafikiri yuko pale tunamuona. Tunaye ndugu Kaspar Muya, tunaye ndugu Profesa Jamali Adam Katundu, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Yuko wapi? Okay. Nafikiri mnamuona pale. Tunaye ndugu Kaspar Muya, naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu. Asante. Tunaye Jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa. Yupo hapo? Hayupo Haya. Tunaye ndugu Wilson Charles Mahera, mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Nafikiri hayupo. Tunaye ndugu Gerard Musabila Kusaya, Kamishna Jenerali mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Asante sana. Aidha, wameambatana na wakurugenzi wa taasisi zilizopo chini ya ofisi hiyo na wawakilishi kutoka mashirika ya kimataifa. Naomba kwa umoja wao wasimame wote. Asanteni sana. Asanteni sana. B. Wageni waheshimiwa wabunge. Wako wageni 6 wameheshimiwa David Kienzile ambao ni wafanyakazi wanaoishi Afrika wakiongozwa management, wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji Engineer Barbina Andrew. Karibuni sana. Hawa wanahusika na masuala ya mazingira pia. Tunaye mgeni wa Mheshimiwa Daniel Silo, mbunge ambaye ni mpiga kura wake kutoka jimboni Babati vijijini, mkoa wa Manyara, ndugu John Pius. Karibu sana ndugu John Pius, mgeni wa Mheshimiwa Silo. Tunao wageni 5, Mheshimiwa Sofia Mwakagenda, mbunge ambao ni mtoto wake na wapiga kura wake kutoka jijini Mbeya. Asante. Tunao wageni 2 wa Mheshimiwa Josephine Genzabuke, mbunge ambao ni madiwani kutoka Suru, mkoa wa Kigoma. Asanteni sana waheshimiwa madiwani ambao ni Anola Funguo na Opportuna Muitile. Tunao wageni 2 wa Mheshimiwa Festo Sanga, mbunge ambao ni wapiga kura kutoka Makete, mkoa wa Njombe, ndugu Panola Funguo na ndugu Opportuna Muitile. Simame. Asante. Wageni 2 wa Mheshimiwa Simon Songe, mbunge ambao ni wenyekiti wa halmashauri ya Busega, Mheshimiwa Sundi Mniwe. Pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya Busega, ndugu Veronica Sayore kutoka mkoa wa Simiyu. C. Wageni waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Wanachuo 30 wa bunge la chuo kikuu cha Katoliki cha Ruaha mkoani Iringa. Karibuni sana wanachuo kwa kuendelea kuja kujifunza shughuli zetu za bunge. Lakini pia tunao wawakilishi kutoka vyama vya wafanyakazi. Wawakilishi kutoka vyama vya wafanyakazi. Asante. Tuna wawakilishi kutoka vyama vya waajiri. Yuko mmoja. Asante. Tuna wawakilishi kutoka vyama vya watu wenye ulemavu. Asante. Tuna wawakilishi kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa
mwakilishi wa ILO. Asante. Mwakilishi wa UNICEF. Asante. Wawakilishi wa NFPA. Asante. Wawakilishi wa UND. Asante. Wawakilishi wa GIZ. Asante. Tunaye mwenyekiti wa bodi ya mishahara ya sekta binafsi. Asante sana. Lakini pia tunaye Bwana Mesha Kibandwe, katibu wa kikosi kazi cha taifa cha kuratibu serikali kuhamia Dodoma na ujenzi wa mji wa serikali. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, sasa nitampisha Mheshimiwa Naibu Spika kwa ajili ya kuja kuendelea baada ya hapo. Asanteni. Tuna kazi kubwa mbele yetu. Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa zilizowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya masuala ya ukimwi na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti zilizochambuliwa, bajeti ya mfuko wa Bunge ya ofisi ya waziri mkuu, bunge lako sasa lipokee na kujadili taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka wa fedha 2021-2022 na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka 2022-2023. Aidha, naliomba bunge lako tukufu kukubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake pamoja na ofisi ya bunge kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Mheshimiwa Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya kujadili taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa kazi za 2023. Aidha, naomba kuwatakia heri ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu na Kwaresima njema kwa Wakristo. Pia nitumie fursa hii kuwatakia waumini wote sherehe njema za sikukuu za Pasaka
na AD. Inshallah Mwenyezi Mungu atumie yao kikamilifu. Mheshimiwa Spika, hivi karibuni bunge lako tukufu limepata wabunge wapya. Hivyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana Mheshimiwa Emmanuel Lakshon Shangai kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ngorongoro na Mheshimiwa Shamsi Vuai nahodha kwa kuteuliwa kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni matumaini yangu kuwa bunge lako tukufu litaendelea kuwapatia ushirikiano wa kutosha ili waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu za bunge kwa ushauri waliotoa wakati wa kupitia makadirio na mapato ya matumizi ya wizara, mikoa, wakala, idara za serikali zinazojitegemea na serikali za mitaa. Kwa namna pekee kabisa nawashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, mbunge wa Madaba, wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi inayoongozwa na Mheshimiwa Fatma Hassan Taufik, mbunge wa viti maalum, na kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Silo Daniel Baran, mbunge wa Babati vijijini, kwa kutoa mchango mkubwa wakati wa uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za mafungu ya ofisi ya waziri mkuu na mfuko wa bunge. Maoni na ushauri wao utazingatiwa wakati wa utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Mheshimiwa Spika, ninapenda kutoa shukrani zangu kwa dhati kabisa kwa Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, mbunge wa Kibakwe, na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Mheshimiwa Profesa Joyce Lazaro Ndalichako, mbunge wa Kasulu mjini, na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Ummi Hamisi Nanga, mbunge wa viti maalum na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, na Mheshimiwa Patrobas Pikes Katambi, mbunge wa Shinyanga mjini na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na ulemavu. Mheshimiwa Spika, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru waheshimiwa Balozi Dr. Pindi Haza Chana, mbunge, waziri wa maliasili na utalii, na Mheshimiwa Jenista Joakim Mwagama, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, kwa ushirikiano wao mkubwa walionipa pamoja na kazi mzuri walioifanya wakati wote walipokuwa wakitumikia nafasi ya waziri wa nchi ndani ya ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, vile vile niwashukuru sana Dr. John Anton Kiang Jingu, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, Profesa Jamal Adam Katundu, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, na ndugu Kaspar Muya, naibu katibu mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, wakurugenzi na wakuu wa vitengo, wakuu wa taasisi zilizo chini ya ofisi ya waziri mkuu, ofisi binafsi ya waziri mkuu, na wafanyakazi wote kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa wakati ninapotekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kuwashukuru washirika wa maendeleo zikiwemo nchi rafiki, taasisi na mashirika ya kimataifa, madhehebu ya dini na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali kujenga uchumi shindani na viwanda na kuiletea nchi yetu maendeleo. Mchango wao umekuwa muhimu katika kuiwezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa kimaendeleo kulingana na mipango tuliyojiwekea. Mheshimiwa Spika, makadirio ya bajeti inayowasilisha leo ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 pamoja na ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020
Lakini vile vile makadirio hayo na mapato na matumizi yamezingatia vipaumbele vya mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka mitano katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 na mapendekezo ya mpango na bajeti ya mwaka 2022-2023. Utekelezaji wa mpango wa bajeti mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Spika, mwaka 2021-2022 serikali ilianza utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano ulioanza mwaka 2021-2022 na utaishia mwaka 2025-2026 ukiwa na dhima ya kujenga uchumi shindani wa viwanda kwa maendeleo ya watu. Aidha, mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2021-2022 uliandaliwa kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mpango huo. Mheshimiwa Spika, hadi Februari 2022 mafanikio yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa mpango huo ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa unaoendelea kwa kiwango cha kimataifa, ambapo ujenzi wa kipande cha Dar es Salaam Morogoro kilomita 300 umefikia 95.3%. Kipande cha Morogoro Makutopora kilomita 422 imefikia 81.1%, na Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia 3.9%. Aidha, tarehe 28 Disemba 2021 serikali iliingia mkataba na kampuni ya Yapi Makenzie nchini Uturuki kwa ajili ya ujenzi wa njia ya reli kwa kipande cha Makutopora mpaka Tabora kilomita 368. Taratibu za kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa kipande cha Tabora Isaka ambazo hivi karibuni zimeshakamilika kilomita 165 zinaendelea kuimarishwa ili ujenzi huo uweze kuanza mara moja. Reli hii inayojengwa kwa awamu ya kwanza, ujenzi wa reli hiyo kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza itakuwa na urefu wa kilomita 1219. Lakini mbili ni utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere megawati 2115 umefikia 56.79%, ambapo ujenzi wa handaki la kuchepushia maji umekamilika. Kazi zinazoendelea kutekelezwa ni pamoja na ujenzi wa kituo cha kupokea na kusafirisha umeme kV 400, njia ya kupitisha maji ya kufua umeme, nyumba ya mitambo ya kufua umeme, ujenzi wa tuta kubwa la bwawa na utengenezaji wa mitambo 9 ya kuzalisha umeme yenye uwezo wa kuzalisha megawati 235 kila mmoja. 3, kukamilika kwa uliwa watoto wanapata elimu katika mazingira bora na yenye staha. Kupitia utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya uviko 19 tumefanikiwa kupunguza msongamano wa wanafunzi kwa kuongeza madarasa 12,000 katika shule za sekondari, madarasa 3,000 katika vituo shikizi na mabweni 50 kwa wanafunzi wenye ulemavu. Ujenzi huo wa vyumba vya madarasa umewezesha wanafunzi wote waliochaguliwa katika mwaka wa masomo 2022 kujiunga na kidato cha kwanza kwa mkupuo mmoja. Kitendo hiki ni utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020 inayotaka upatikanaji wa elimu hapa nchini uimarishwe kwa kujenga miundombinu ya kutosha na usawa katika utoaji wa elimu. 9, sekta ya afya. Ukarabati wa miundombinu ya kutolea huduma za afya nchini umefanyika. Miundombinu hiyo inahusisha hospitali za rufaa za kanda, hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za halmashauri, vituo vya afya na zahanati. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2021-2022 ulikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo athari za uviko 19 zilizosababisha kuchelewa kwa utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo, kuvurugika kwa mnyororo wa uzalishaji na usambazaji wa bidhaa na huduma katika soko la dunia, na hivyo
kusababisha ongezeko la gharama za vifaa vya ujenzi, kupungua kwa mapato yanayotokana na shughuli za kiuchumi, misaada na mikopo nafuu. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na changamoto hizo, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuimarisha shughuli za kiuchumi na kijamii zilizoathirika na uviko 19. Lakini pia serikali imeendelea kuhamasisha wananchi kupata chanjo na kufuata miongozo mbalimbali ya wataalamu wa afya ili kujikinga na viashiria vya uviko 19. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2022-2023 serikali itajikita katika utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2022-2023 ambao ni wa pili katika utekelezaji wa mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano iliyoanza 2021-2022 na itaishia 2025-2026. Mpango huo utawezesha kufikia malengo yafuatayo: kuimarisha ukuaji wa pato la taifa, kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei, kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara hususani ushiriki wa sekta binafsi, kuboresha miundombinu ya huduma za kiuchumi na kijamii kama vile afya, maendeleo ya kusini mwa Afrika wakati ya 3% mpaka 7%. Kuongezeka kwa mfumuko wa bei kulichangiwa na sababu mbalimbali ikiwemo na athari za uviko, kuongezeka kwa gharama za uzalishaji, usambazaji na usafirishaji wa bidhaa na huduma, na kupungua kwa upatikanaji wa mazao ya chakula katika baadhi ya maeneo ya masoko ya ndani na kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kuwa kunakuwa na ukuaji wa uchumi shirikishi na endelevu na viashiria vingine vya uchumi vinaendelea kuwa imara, ikiwa ni pamoja na kutoa msukumo katika kutekeleza vipaumbele vya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2022-2023. Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza mikakati ya kuvutia na kutangaza fursa za uwekezaji zilizoko hapa nchini, na mikakati hiyo ni pamoja na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika uwekezaji, kufanya mapitio ya sera, sheria na kanuni zinazosimamia uwekezaji, pamoja na kutenga hekta milioni 1.6 kwa ajili ya uwekezaji. Aidha, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa chachu wa mafanikio hayo hususani kupitia ziara mbalimbali alizozifanya nje ya nchi. Hadi Februari 2022 serikali imefanikiwa kuvutia uwekezaji na kusajili jumla miradi ya uwekezaji 294 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 8.04 ambazo ni sawa na shilingi trilioni 18.58 ikilinganishwa na dola za Marekani bilioni 1 mwaka 2020-2021. Miradi hiyo inatarajiwa kuzalisha ajira takriban 62,301. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022-2023 serikali itaendelea kufanya mapitio ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 1966 ili endane na mazingira ya sasa ya uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kujumuisha vipaumbele vilivyoainishwa katika mipango ya maendeleo ya taifa letu. Pia serikali itaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya kufanya biashara, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuondoa mwingiliano wa majukumu kwa taasisi za udhibiti, kuondoa tozo sumbufu na kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi na sekta ya umma. Aidha, itaimarisha majadiliano na utatuzi wa changamoto hizo zinazokabili sekta binafsi. Mwenendo wa siasa nchini. Mheshimiwa Spika, dhamira ya serikali ni kuendelea kukuza na kuimarisha demokrasia ya vyama vya siasa nchini sambamba na kudumisha maridhiano, amani, utulivu na umoja wa kitaifa tulionao Tanzania. Katika kuhakikisha dhamira hiyo inatimia, serikali iliandaa mkutano wa wadau wa demokrasia ya vyama vya siasa ambao ulifanyika tarehe 15 na tarehe 16 Disemba 2021 jijini Dodoma. Katika mkutano huo wadau
walijadili hali ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa hapa nchini na kutoa maoni na mapendekezo ambayo yaliwasilishwa serikalini kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Baada ya kupokea mapendekezo hayo, serikali iliridhia kuundwa kwa kikosi kazi kilichojumuisha wawakilishi kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini. Jukumu kubwa la kikosi na mkoani Mwanza kupitia 22-23 Songwe na Nyang'hwale mkoani Geita, nyanzo 6 za Mlimba na Mang'ula mkoani Morogoro, Kabanga kule Ngara, Kimbe kule Kilindi, Chanika Ilala na Nyakibi mbili Bukoba, na mradi wa ukarabati wa upanuzi wa mahakama kuu iliyoko Tabora na mahakama ya hakimu mkazi kule Moshi. Sekta ya uzalishaji. Nianze na kilimo. Mheshimiwa Spika, sekta ya kilimo ni muhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Na 5 kwa msimu wa kilimo wa mwaka huu tunaomaliza wa 2021-22. Ongezeko hilo linatokana na mtawanyiko mzuri wa mvua katika msimu wa mwaka 2000. Serikali imeendelea umekamilika. Aidha, ujenzi katika maeneo ya Dodoma, Mbozi, Makambako na Songea umefikia 80%. Vile vile, serikali imekamilisha ujenzi wa maghala katika miji ya Babati, Mpanda na Sumbawanga. Tena, ujenzi katika maeneo ya Songea, Makambako na Shinyanga unaendelea. Kukamilika kwa miundombinu hiyo kutaongeza uwezo wa kuhifadhi chakula kutoka tani 341,000 na sasa hadi tani 501,000. Hali ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo. Mheshimiwa Spika, kwa takribani miaka mitatu sasa dunia imekumbwa na janga hili la uviko 19 na nchi nyingi zikiwemo wazalishaji wakubwa wa mbolea duniani ziliweka amri ya watu wao kusalia majumbani mwao. Hali hiyo imesababisha kusimama kwa uzalishaji na kuathiri kupatikanaji kwa mbolea duniani kote. Mheshimiwa Spika, mahitaji ya mbolea hapa nchini kwa msimu wa 2021-22 ni tani 698,260. Hadi kufikia Februari 2022, upatikanaji wa mbolea ulifikia tani 436,452, sawa na 63% ya mahitaji, na kuhamasisha matumizi ya mbolea zinazozalishwa hapa nchini na kuratibu uagizaji wa pamoja kutoka kwa wazalishaji wa nje. Mheshimiwa Spika, serikali katika mwaka 2022-23 itaendelea kuhamasisha uwekezaji wa ujenzi wa viwanda vya ndani vya kuzalisha mbolea, kuhimiza viwanda vilivyopo kuongeza uzalishaji, kuongeza matumizi ya mbolea zinazozalishwa nchini na matumizi ya mbolea mbadala. Lakini pia serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuzalisha, kuagiza na kusambaza pembejeo kwa wakulima kote nchini. Kuimarisha huduma za ugani. Mheshimiwa Spika, kilimo bora na chenye tija kwa sehemu kubwa hutegemea huduma za ugani. Huduma za ugani zinahusisha utoaji wa elimu na teknolojia bora za uzalishaji wa mazao kwa wakulima, matumizi sahihi ya pembejeo, zana bora za kilimo na upatikanaji wa masoko ya mazao ya kilimo na mtaji. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kuimarisha huduma za ugani nchini kwa kuhakikisha kuwa maafisa ugani wanawafikia wakulima na kutoa huduma stahiki kwa wakati. Ili kutimiza azima hiyo, serikali imeshagawa pikipiki 6,704 kwa maafisa ugani wote nchini. Mheshimiwa Spika, sote tumeshuhudia mama yetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 4 mwezi huu wa 4 2022 akigawa pikipiki hizo kwa ajili ya maafisa ugani kilimo, vifaa vya kupimia afya ya udongo 3,483 kwa halmashauri 143 na simu janja 367. Kitendo hicho kinathibitisha kuwa serikali ya awamu ya 6 na iangalia vizuri tena kwa jicho la karibu sekta ya kilimo ili iendelee kuleta tija kwa Watanzania. Mheshimiwa Spika,
Katika mwaka 2022-2023 serikali itaendelea kuimarisha huduma za ugani kwa kutoa vitendea kazi zaidi kwa maafisa ugani kilimo, kununua na kusambaza visanduku vya ugani, kutoa mafunzo rejea kuhusu uzalishaji bora wa mazao, matumizi ya mfumo ya kilimo, na ukarabati na kuanzisha kituo cha mawasiliano ya kilimo kwa ajili ya mawasiliano kwa maafisa ugani na wakulima. Mheshimiwa Spika, uzalishaji wa mazao kimkakati. Serikali imeendelea kufuatilia kwa kuimarisha uzalishaji wa mazao ya mkakati kwa lengo la kuleta tija zaidi na manufaa kwa wakulima mmoja mmoja na uliowekwa na serikali wakati wa uanzishwaji wa benki mwaka 2012. Mtaji huo shilingi bilioni 208 ni mkubwa kuwahi kuongezwa kwa mkupuo kwa taasisi ya fedha katika historia ya nchi yetu. Lakini vile vile serikali kwa kushirikiana na shirika la maendeleo ya Ufaransa AFD imetoa shilingi bilioni 210 kwa benki yetu ya kilimo ili kutoa huduma za kifedha kupitia kongani na minyororo ya thamani kwa nia ya kuleta mapinduzi ya kimkakati katika kilimo na kwa wakulima wadogo. Mheshimiwa Spika, kufikia Februari 2022, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania imefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 354.64 ambayo imewanufaisha wakulima wadogo, wakulima wa kati na wakulima wakubwa wapatao 1,522,751 katika mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar. Aidha, kupitia mfuko wa dhamana kwa wakulima wadogo imetoa jumla ya mikopo ya shilingi bilioni 129.39 tangu mfuko huo ulipoanza rasmi udhamini wa mikopo mwaka 2018. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2022-2023 serikali kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo itaendelea kuwawezesha wakulima wadogo kupata mikopo ya dhamana kwa ajili ya kuboresha uzalishaji, uchakataji, uhifadhi, usafirishaji pamoja na upatikanaji wa masoko. Ni imani ya serikali kuwa jitihada hizi zitasaidia sana kukuza uchumi, kuongeza usalama wa chakula sambamba na kupunguza umaskini wa kipato. Sekta ya mifugo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutoa elimu kuhusu ufugaji bora wa kihistoria wa kibiashara kwa wadau mbalimbali waliopo kwenye mnyororo wa thamani. Hatua hii imeongeza kiwango cha uzalishaji na usindikaji wa mazao ya mifugo kama vile nyama, maziwa na ngozi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 maliasili na utalii. Mheshimiwa Spika, utalii ni sekta muhimu yenye mchango mkubwa katika pato la taifa. Kutokana na umuhimu huo, serikali imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kulinda na kuhifadhi rasilimali za maliasili na malikale pamoja na kuendeleza utalii hapa nchini. Aidha, serikali imeongeza kasi ya utangazaji utalii kitaifa na kimataifa, kuboresha ulinzi na usalama wa rasilimali za maliasili na malikale na kushirikisha jamii katika kutekeleza mipango ya uhifadhi wa ekolojia. Idadi ya watalii walioingia nchini iliongezeka kwa asilimia 48.6 kutoka watalii 620,867 mwaka 2020 hadi watalii 922,692 kwa mwaka 2021. Utalii wa ndani pia umeendelea kuimarika ambapo idadi ya watalii wa ndani waliotembelea maeneo ya hifadhi iliongezeka kutoka 562,549 mwaka 2020 hadi 780,933 kwa mwaka 2021. Ongezeko hili ni sawa na ongezeko la sawa na asilimia 40.2. Lakini vile vile mapato yatokana na watalii wa kimataifa yaliongezeka kutoka dola za Marekani milioni 714.59 mwaka 2020 hadi dola za Marekani bilioni 1.25 mwaka 2021, sawa na ongezeko la asilimia 76. Mheshimiwa Spika, kuimarika kwa utalii nchini kumetokana mwelekeo wa jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika kuanzisha na kutekeleza mpango wa kitaifa kukabiliana na janga la Uviko 19 hapa nchini.
Hii ni pamoja na kutekeleza mkakati wa kuinua sekta ya utalii nchini na kutekeleza mpango wa chanjo ya uviko 19 kitaifa. Mpango huo wa kitaifa umeleta taswira mpya kiutalii, ambapo Tanzania imekuwa ni eneo salama zaidi kutembelewa na watalii kuliko maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, pamoja na utekelezaji wa mipango hiyo, kumekuwa na jitihada mahususi za Mheshimiwa Rais katika kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia programu yake maalum ya Royal Tour. Kupitia programu hiyo, mtandao maarufu wa habari nchini Marekani wa The Grio umetambua juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika kuiongoza vyema sekta ya utalii nchini na kuifanya Tanzania kuwa kivutio cha kwanza cha utalii barani Afrika. Madini yaliongezeka kwa asilimia 12 katika kuhamasisha na kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo kwenye sekta ya madini. Serikali iliandaa na kushiriki katika maonesho, makongamano, mikutano ya kikanda na kimataifa na majukwaa mbalimbali. Kupitia hatua hizo, wawekezaji wameendelea kuiamini nchi yetu kama mahali salama na penye mazingira rafiki ya uwezeshaji. Katika mwaka 2021-2022, serikali imetoa leseni 3 za uchimbaji mkubwa sana wa madini kwa kampuni ya Nyanzaga Mining Company Limited, kampuni ya Williamson Diamond Limited na The Tembo Nickel Corporation Limited. Aidha, serikali ilitoa leseni 2 za uchimbaji wa kati kwa kampuni za Mahenge Resources Limited na Jakana Resources Limited. Vile vile jumla ya leseni 6382 za wachimbaji wadogo zimetolewa. Na katika kipindi cha mwaka wa fedha 2022-2023, serikali itaendelea kuimarisha usimamizi na uchimbaji mkubwa na wakati wa madini ili uweze kuleta tija kwa taifa letu. Kubuni na kuimarisha utekelezaji wa mipango kwa kuwezesha wachimbaji wadogo ili waweze kufanya shughuli zao kwa tija. Kuimarisha na kuhimiza uanzishwaji wa masoko kwenye maeneo mbalimbali kunakofanyika shughuli za madini. Kuimarisha udhibiti wa vitendo vya utoroshaji wa madini na kuhamasisha shughuli za uongezaji thamani ya madini. Sekta ya nishati. Mheshimiwa Spika, dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na upatikanaji wa kutosha na uhakika na nafuu wa nishati ya umeme, lakini na mafuta na gesi, ili kuimarisha shughuli za kiuchumi na kijamii. Katika kufanikisha dhamira hiyo, serikali imeendelea kutekeleza miradi mikubwa ya umeme, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa miradi ya kufufua umeme wa Julius Nyerere wenye megawati 2115, mradi wa kufufua umeme wa kutumia gesi wa Kinyerezi 1 extension megawati 185, na mradi wa kuzalisha umeme wa maji wa Rusumo megawati 80. Mheshimiwa Spika, mradi wa kufufua umeme wa kutumia gesi wa Kinyerezi 1 extension unatarajia kuongeza megawati 185 katika mradi wa sasa unaozalishwa megawati 150, na hivyo kufanya kituo hicho kuzalisha jumla ya megawati 335. Utekelezaji wa mradi huu umefikia asilimia 86 na unatarajiwa kukamilika Novemba 2022. Lakini vile vile mradi wa kuzalisha umeme wa maji wa Rusumo megawati 80 unahusisha ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia maporomoko ya maji ya mto Kagera, na umefikia asilimia 86.7. Kukamilika kwa miradi hii na mingine mingi itakayoanza kutekelezwa kutachochea kasi ya uzalishaji na usambazaji wa umeme vijijini mpaka mijini, na hivyo kuongeza hali ya upatikanaji wa umeme hapa nchini. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea na uimarishaji wa njia za kusafirisha umeme ili kuhakikisha kuwa maeneo yote ya nchi yanafikiwa na umeme nafuu na wa uhakika, ikiwa ni pamoja na kuiunganisha kwenye gridi ya taifa mikoa 4 iliyosalia katika mwaka wa fedha 2021-2022. Serikali imeendelea na ujenzi wa njia za kusafirishia umeme za msongo kV 400 Iringa, Singida mpaka Shinyanga, njia ya kusafirisha umeme kV 400 kutoka Singida, Arusha mpaka na
Namanga, njia ya kusafirishia umeme ya msongo kV 220 toka Geita mpaka Nyakanazi, njia ya kusafirisha umeme wa msongo kV 220 toka Rusumo mpaka Nyakanazi, na njia ya kusafirisha umeme ya msongo kV 400 kutoka Rufiji, Chalinze, Kinyerezi hadi hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea na utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme vijijini awamu ya 3 mzunguko wa pili, maana ya REA 3 round 2, ambapo lengo lake ni kuunganisha vijiji vyote vya Tanzania bara. Kutokana na kazi kubwa ya usambazaji wa umeme vijijini iliyofanyika, kiwango cha upatikanaji na wa umeme maeneo ya vijijini kimefikia 69.8 katika mwaka 2022-2023. Serikali itaendelea kutunisha mfuko wa REA ili kuhakikisha vijiji vilivyosalia pamoja na taasisi zinazotoa huduma za kijamii vijijini zinapata umeme. Serikali imeendelea na shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi nchini, ambapo hadi Februari 22 kiasi cha futi za ujazo trilioni 57.54 za gesi asilia na mji wa Iringa. Aidha, ujenzi wa barabara za mchepuo katika jiji la Mwanza na Arusha umekamilika. Vile vile serikali inaendelea na ujenzi wa barabara za njia 8 kutoka Kimara hadi Kibaha yenye urefu wa kilomita 19.2 ambayo imekamilika kwa asilimia 86 baada ya nyongeza kazi za mkataba, na barabara za juu katika eneo la Keko na Kurasini. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie swala la viwanja vya ndege na usafiri wa anga. Usafiri wa anga ni muhimu katika kuongeza tija na ufanisi katika sekta zinazotegemea usafiri huo ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeendelea kuimarisha usafiri wa anga kwa kukarabati viwanja vya ndege, ujenzi wa viwanja vipya vya ndege pamoja na ununuzi wa ndege mpya. Mheshimiwa Spika, serikali katika mwaka wa fedha 2021-2022 imeendelea kuimarisha shirika letu la ndege ATCL ili liweze kutoa huduma bora za usafiri wa anga ndani na nje ya nchi. Hadi Februari 2022, serikali imefanya malipo ya awali ya ununuzi wa ndege 5 mpya. Kati ya hizo, ndege moja ni aina Boeing 787 kilomita 282 na Kaliua Mpanda Karema kilomita 321 kwa kiwango cha SGR. Bandari. Mheshimiwa Spika, serikali inatekeleza mpango wa uboreshaji wa bandari nchini kwa kufanya upanuzi na kuimarisha miundombinu ya bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara. Katika mwaka 2021-2022, serikali imekamilisha ukarabati wa gati namba 1 mpaka 7 kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa kuongeza kina hadi kufikia mita 14.5. Aidha, gati maalum la kuhudumia meli za magari limeanza kutumika kwa kazi ya kuchimba na kupanua lango la kuingilia meli bandarini, na sehemu ya kugeuzia meli inaendelea na ujenzi wake umefikia asilimia 15. Lakini vile vile serikali imeendelea kuboresha bandari za Tanga na Mtwara, ambapo kazi ya uongezaji wa kina cha lango la kuingizia meli kutoka mita 4 hadi mita 13 pamoja na kuweka vifaa vya kuongezea meli katika bandari ya Tanga umekamilika. Utekelezaji wa awamu ya pili wa uboreshaji wa bandari ya Tanga umefikia asilimia 25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022-2023, serikali itanunua vivuko vipya 5 vitakavyotoa huduma katika maeneo ya Kisoria, Rugezi, Ijinga, Kihangala, Bwiro, Bukondo, Nyakariro, Kome, Nyamisati, Mafia na kivuko kipya cha Magogoni, Kigamboni, pamoja na kuendelea na ujenzi wa ukarabati wa miundombinu muhimu ya usafirishaji na usafiri. Mawasiliano na teknolojia ya habari. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya mawasiliano kwa kupanua mtandao na mkongo wa taifa wa mawasiliano nchini na katika nchi jirani ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii na kiuchumi kwa njia ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA.
Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-22 serikali imejenga kilomita 409 za mkongo wa taifa wa mawasiliano na kufikia urefu wa kilomita 8319 sawa na 55% ya lengo la kufikia kilomita 15,000 ifikapo mwaka 2025. Aidha, serikali imefanikiwa kuunganisha mkongo wa taifa wa mawasiliano na nchi ya Msumbiji kutokea eneo la Mangaka hadi Mtambaswala. Hatua hii imefanya nchi inazounganishwa na mkongo wa taifa kufikia 7 ambazo ni Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, Msumbiji, Malawi na Zambia. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaunganishwa kupitia ziwa Tanganyika na hivyo kufanya nchi yetu kuwa na kitovu cha mawasiliano katika ukanda wa maziwa makuu kuelekea uchumi wa dijitali. Huduma za jamii, sekta ya elimu. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa elimu kama nyenzo imara kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, serikali imeendelea kuboresha na kuimarisha elimu msingi, ufundi na elimu ya juu. Katika mwaka 2021-22 serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu msingi bila ada kwa mafanikio makubwa, ambapo hadi kufikia Februari 22 shilingi bilioni 192.4 zimekwisha tumika kutekeleza mpango huo katika shule za msingi na sekondari. Pia kupitia mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na mpango dhidi ya uviko 19, serikali imetumia shilingi bilioni 304 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 12,000 vya shule za sekondari, vyumba madarasa 3,000 ya vituo shikizi na ujenzi wa mabweni 50. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, ambapo katika mwaka wa fedha 2021-22 imekamilisha ujenzi wa ukarabati wa vyuo 14 vya maendeleo ya wananchi na ujenzi wa vyuo vipya 25 vya ufundi na mafundi stadi VETA vya wilaya. Vile vile serikali imeendelea na ujenzi wa vyuo vipya 4 vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi VETA vya mikoa ya Njombe, Simiyu, Geita na Rukwa. Aidha, ukarabati na ujenzi wa vyuo vitatu vya ualimu vya Sumbawanga, Rukwa, Dakawa, Muhonda kule mkoani Morogoro unaendelea. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa elimu ya juu kwa kuongeza fedha za mikopo kwa ajili ya wanafunzi, ambapo katika mwaka wa fedha 2021-22 jumla shilingi bilioni 570 zimetumika ikilinganishwa na shilingi bilioni 464 zilizotumika mwaka 2020-21. Lakini vile vile idadi ya wanufaika imeongezeka kutoka 149,398 kwa mwaka 2020-21 hadi wanafunzi 177,605 mwaka 2021. Sekta ya maji. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa huduma za maji, serikali imeendelea kutoa vipaumbele katika kusimamia na kuendeleza rasilimali za maji, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa maji pamoja na usafi wa mazingira vijijini na mijini. Mheshimiwa Spika, serikali ina dhamira ya dhati kuhakikisha upatikanaji wa huduma za maji mijini na vijijini unafika zaidi ya wastani wa asilimia 95-85 mtawalia, asilimia 95 na 85 mtawalia ifikapo mwaka 2025. Hadi Februari 2022 hali ya upatikanaji wa maji safi maeneo ya mijini imefikia asilimia 86. Aidha, kati ya
miradi 114 inayotekelezwa katika maeneo mbalimbali. Miradi 40 imekamilika na kuanza kutoa huduma kwa wananchi wapatao 1,978,730 na miradi 74 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa upande wa maeneo ya vijijini, upatikanaji wa maji umefikia 72.3%. Aidha, utekelezaji wa miradi 265 umekamilika na imeanza kutoa huduma za maji safi kwa wananchi wapatao 1,366,856. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022/2023 serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maji katika miji 28 pamoja na miradi ya kutoa maji kutoka Ziwa Victoria hadi Dodoma. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa utunzaji wa vyanzo vya maji ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji safi unakuwepo. Sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuboresha upatikanaji wa huduma za afya nchini kwa kujenga vituo vya kutoa huduma za afya pamoja na upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Katika mwaka 2021/2022 serikali imekamilisha ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Mtwara na hospitali ya rufaa ya kanda Chato, ambapo tayari zimeanza kutoa huduma kwa wananchi. Aidha, upanuzi wa ukarabati wa majengo katika hospitali za rufaa za mikoa 13 umefanyika katika hospitali za Mwananyamala, Iringa, Mawenzi Kilimanjaro, Ligula Mtwara, Bombo Tanga, Manyara, Maweni Kigoma, Mbeya, Sekoture Mwanza, Songea, Sumbawanga mkoani Rukwa, Kitete Tabora na Tumbi Kibaha Pwani. Ukarabati na upanuzi huo umewezesha kupatikana kwa huduma za kibingwa ambazo awali zilikuwa hazipatikani katika hospitali hizo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi nchini. Huduma hizo ni pamoja na upandikizaji wa uloto, bone marrow transplant katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye sakafu ya ubongo kupitia tundu la pua katika taasisi ya mifupa MOI, na upasuaji mgumu wa moyo wa kutumia tundu dogo katika taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Hatua hizi zimesaidia sana kuwapunguzia gharama wa Tanzania na adha kwa wananchi na serikali kwa kutafuta huduma hizo nje ya nchi. Mpango wa maendeleo ustawi wa taifa wa mapambano dhidi ya uviko 19. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa uviko 19 kwa kuanzisha rasmi utekelezaji wa afua ya chanjo ya uviko 19 na kuratibu upatikanaji wa chanjo hizo. Hadi tarehe 28 Februari 2022, jumla ya dozi 9,845,774 zimepokelewa nchini. Dozi 5,426,840 sawa na 55% zimesambazwa mikoani na watu 2,264,373 waliochanjwa dozi kamili imekamilika. Nitoe wito kwa Watanzania wote kuendelea kupata chanjo hizo ambazo ni za bure na zinapatikana katika maeneo yote nchini. Mheshimiwa Spika, katika kupunguza athari ya uviko 19 nchini, serikali ilipatiwa mkopo wa shilingi trilioni 1.3 za shirika la fedha duniani kwa ajili ya kutekeleza mpango wa maendeleo ustawi wa taifa mpambano dhidi ya uviko 19. Sekta zilizonufaika na mpango huo ni sekta ya maji, imepata mgao wa shilingi bilioni 139.4, sekta ya elimu shilingi bilioni 368.9, sekta ya afya shilingi bilioni 466.9, sekta ya utalii shilingi bilioni 90.2, jamii inayoishi kwenye mazingira magumu shilingi bilioni 5.5,
na kundi la vijana, wanawake na watu wenye ulemavu shilingi bilioni 5. Aidha, shilingi bilioni 231 zilielekezwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na shilingi bilioni 5 kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo uratibu. Huduma kwa makundi maalum. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuboresha huduma kwa watu wenye ulemavu kwa kutenga kiasi cha shilingi bilioni 3.46 kwa ajili ya ukarabati wa vyuo vya watu wenye ulemavu nchini. Katika mwaka 2021-2022, ukarabati wa vyuo vya ufundi stadi na marekebisho kwa watu wenye ulemavu vya Luanzari Tabora, Masiwami Tanga umekamilika. Aidha, ukarabati wa vyuo vinne katika mikoa ya Dar es Salaam, Mtwara, Singida na Tabora unaendelea. Mheshimiwa Spika, serikali imezindua pia mwongozo wa utambuzi wa mapema wa afua stahiki kwa watoto wenye ulemavu wa mwaka 2021. Mwongozo huu utawezesha utambuzi wa mapema wa watoto wenye ulemavu ili kupunguza makali ya ulemavu ukubwani. Lakini vile vile serikali imeendelea kusimamia mamlaka za ajira kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata fursa ya ajira. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2022-2023 serikali itafanya maboresho ya sera ya taifa ya huduma za maendeleo ya watu wenye ulemavu, kuhakikisha upatikanaji wa vifaa saidizi na kuendelea kuhamasisha jamii kuondokana na unyanyapaa dhidi ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, ili kujenga kizazi chenye usawa wa kijinsia, nchi yetu inatekeleza eneo la pili kati ya maeneo 6 ya ajenda ya haki za wanawake, usawa wa kijinsia na malengo ya jukwaa la kimataifa la kizazi chenye usawa la Umoja wa Mataifa linalohusu kazi, haki na usawa wa kiuchumi kwa wanawake. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mnamo mwezi Disemba 2021 alizindua kamati ya ushauri ya kitaifa ya utekelezaji wa ahadi za nchi kuhusu kizazi chenye usawa ili kuhakikisha kwamba eneo hilo linaratibiwa kikamilifu. Aidha, Tanzania imeungana na mataifa mengine katika kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia sambamba na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Mheshimiwa Spika, nitoe pongezi nyingi sana kwa rais wetu kwa kusimamia vyema masuala ya usawa wa kijinsia kutokana na jinsia zake katika kuimarisha na kutoa kipaumbele katika masuala ya usawa wa kijinsia hapa nchini. Aliombwa na akaridhia kuwa kinara wa jukwaa la kimataifa la kizazi chenye usawa wa Umoja wa Mataifa linalohusu haki, usawa na kiuchumi kwa wanawake. Hii imedhihirisha kwamba dunia imetambua kazi njema inayofanywa na jemedari wetu, mama yetu mpendwa, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza azma yake ya kujenga mazingira bora kwa kundi maalum la wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga. Katika mwaka wa fedha 2021-2022 serikali kupitia mpango wa maendeleo ya ustawi wa taifa wa mapambano dhidi ya uviko 19 imetoa shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya kufanya biashara kwa wafanyabiashara wadogo katika halmashauri 11 za Dodoma, Mwanza, Arusha, Tanga, Mbeya, Dar es Salaam, lakini pia Dar es Salaam eneo la Kinondoni, Temeke, Ubungo, lakini mkoani Morogoro na mji wa Tunduma. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022-2023 serikali itaendelea kutekeleza afua mbalimbali za kuimarisha ustawi wa makundi maalum, ikiwa ni pamoja na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, watoto na wazee, kuratibu wafanyabiashara wadogo ili kuboresha mazingira ya biashara na kuimarisha uwezeshaji wa wanawake kiuchumi.
ulinzi na usalama. Mheshimiwa Spika, hali ya ulinzi na usalama katika nchi yetu imeendelea kuwa shwari kutokana na kazi kubwa inayofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kulinda mipaka yetu pamoja na usalama wa raia na mali zao. Katika kuhakikisha kwamba taifa letu lina usalama wa kutosha na kuchangia usalama wa mataifa mengine, jeshi letu limeendelea kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika katika operesheni mbalimbali za ulinzi wa amani. Katika mwaka 2021-2022 nchi yetu imepeleka vikosi waangalizi wa kijeshi, wanadhimu na makamanda katika nchi za Lebanon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Msumbiji. Mheshimiwa Spika, jeshi letu la kujenga taifa limeendelea kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, hususani ujenzi, uendeshaji wa viwanda, ufanyaji tafiti, kuwawilishaji wa teknolojia pamoja na kushiriki katika kandarasi mbalimbali kupitia shirika la uzalishaji na mali la jeshi la kujenga taifa SUMA JKT. Katika mwaka 2021-2022 SUMA JKT ilishiriki kikamilifu katika ujenzi unaoendelea wa majengo, ofisi za wizara na taasisi na ujenzi unaoendelea wa majengo, wizara na taasisi zilizopo mjini serikali Mtumba, Dodoma. Aidha, kupitia mradi huo wa miradi mingine, shirika limefanikiwa kuzalisha ajira zaidi ya 9,341 kwa vijana, ambapo kati ya ajira hizo za kudumu ni 145 na za muda ni 9,196. Kupitia ushiriki wa JKT kwenye miradi hiyo, serikali imepunguza gharama za uendeshaji wa mazao ya vijana, ya mafunzo ya vijana na mujibu wa sheria na wa kujitolea kwa kushiriki katika shughuli za ujenzi, viwanda, kilimo na mifugo, ulinzi na mradi wa matrekta na zana za kilimo. Masuala ya kazi na wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kusimamia utekelezaji wa sheria na viwango vya kazi kwa kufanya kaguzi ili kuhakikisha waajiri wanazingatia mikataba ya ajira, saa za kazi, ujira kwa lengo la kupunguza migogoro na kuongeza tija. Hadi Februari 22 mwaka 2022, jumla ya kaguzi 3629 za viwango vya kazi zilifanyika sawa na 76% ya kaguzi 4800 zilizopangwa kufanyika. Aidha, kaguzi 96,693 za afya na usalama mahali pa kazi zilifanyika, ambapo kumekuwa na ongezeko la upimaji afya mahala pa kazi kutoka wafanyakazi 125,616 hadi wafanyakazi 169,735. Kufuatia kaguzi hizo, waajiri 2,114 waliobainika kukiuka sheria za kazi walichukuliwa hatua mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu imeendelea kutekeleza kwa vitendo azma kuimarisha mazingira na kuvutia uwekezaji hapa nchini. Katika mwaka 2021-2022 serikali imekamilisha mfumo wa kielektroniki wa utoaji wa vibali vya kazi kwa wageni na wawekezaji. Mfumo huu umepunguza muda wa kushughulikia maombi ya vibali vya kazi kutoka siku za kazi 14 hadi 7 na kupunguza hatua za uchakataji wa vibali kutoka hatua 33 hadi hatua 7. Ni imani ya serikali kuwa hatua zote hizi muhimu
kigeni na shughuli za uwekezaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa 2022-2023 serikali itaendelea kuimarisha usimamizi na utekelezaji wa sheria za kazi na uratibu wa ajira za wageni nchini kwa kufanya kaguzi za maendeleo ya kazi na kutoa elimu na ushauri. Hifadhi ya jamii. Mheshimiwa Spika, sekta ya hifadhi ya jamii imekuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wetu pamoja na ustawi kwa wananchi. Katika mwaka 2021-2022 serikali iliridhia kulipa deni la shilingi trilioni 2.17 katika mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF, ambazo ni stahili ya mafao kwa wanachama waliorithiwa kutoka ulioko mfuko wa PSPF mwaka 1999. Mheshimiwa Spika, mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF umelipa mafao kwa wanufaika wastaafu na wategemezi wapatao 32,467 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.05. Aidha, mfuko umelipa kiasi cha shilingi bilioni 352.51 ikiwa ni pensheni ya kila mwezi, kiasi ambacho ni sawa na wastani wa shilingi bilioni 58.75 kila mwezi kwa kwa wastaafu 148,866. Lakini vile vile mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF umelipa mafao kwa wanufaika wastaafu na wategemezi wapatao 98,202 yenye thamani ya shilingi bilioni 363.7. Pia mfuko umelipa kiasi cha shilingi bilioni 64.9 ikiwa ni pensheni ya kila mwezi kwa wastaafu 24,881. Mheshimiwa Spika, katika kujenga mazingira wezeshi kwa waajiri na kupunguza gharama za uendeshaji, serikali kupitia mfuko wa fidia wa wafanyakazi imepunguza kiwango cha uchangiaji kwa waajiri wa sekta binafsi kutoka 1% hadi 0.6%. Uamuzi wa kupunguza kiwango hicho cha uchangiaji umetokana na utekelezaji wa maelekezo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuhusu taasisi za serikali kuhakikisha kwamba zinaweka mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji nchini ili kukuza uchumi wa nchi na kulinda rasilimali watu. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza azma ya kuwawezesha wananchi kiuchumi kwa kuanzisha vituo maalum vya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu kwa vikundi mbalimbali na kutekeleza mpango wa kunusuru kaya maskini. Hadi Februari 22 serikali kupitia mifuko ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi imewezesha utoaji wa mikopo ya masharti nafuu yenye thamani ya shilingi bilioni 631 kwa wanufaika milioni 1,194,155. Aidha, imeanzisha vituo 17 vya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Singida, Rukwa, Kigoma na Dodoma. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea na utekelezaji wa kipindi cha pili cha mpango wa kunusuru kaya maskini katika awamu ya 3 ya TASAF kwa Tanzania bara na Zanzibar. Kwa mwaka 2021-2022 ruzuku ya shilingi bilioni 117.91 ilihawilishwa kwa kaya milioni 1,279,000
23 na 25 zilizokidhi vigezo vya kuingia katika kipindi cha pili cha mpango kutoka halmashauri 184 kwa Tanzania bara na Zanzibar. Aidha, serikali imeendelea kutenga 10% ya makusanyo ya halmashauri kwa ajili ya uwezeshaji wa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Hadi Disemba 21, halmashauri zilitenga jumla bilioni 35.7 kwa ajili ya uwezeshaji wa wanawake, vijana wenye ulemavu. Ukuzaji wa fursa za ajira na ujuzi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-22 serikali imechukua hatua za makusudi, hususan utekelezaji wa miradi ya kielelezo, ujenzi wa viwanda sambamba na kuimarisha sekta binafsi kwa ajili ya kuongeza fursa za ajira na ujuzi kwa Tanzania. Kutokana na juhudi hizo, idadi ya ajira, kujiajiri na kuajiriwa zilizozalishwa ni 584,333. Mheshimiwa Spika, serikali imefanya utafiti wa hali ya nguvu kazi nchini ili kupata viashiria muhimu vitakavyotumika katika kuisha, kutunga, kufuatilia na kutathmini sera, mikakati na programu za soko la ajira nchini kuhusu umuhimu wa kuhesabiwa. Lakini vile vile ni waombe wananchi wote washiriki katika zoezi la sensa ya watu na makazi kwa kutoa ushirikiano na taarifa sahihi kwa makarani wa sensa na wasimamizi watakaotembelea kwenye kaya zetu. Niwahakikishie wananchi wote kuwa taarifa zote zinazokusanywa wakati wa sensa ni siri na zitatumika kwa shughuli ya takwimu tu. Takwimu hizo hazina uhusiano wa dini, kodi, siasa, kabila au mambo mengine kama hayo ambayo hayakukusudiwa. Vita dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inaendelea kupambana na vitendo vya rushwa na ufisadi. Hadi Februari 2022, kesi 715 zikiwemo kesi mpya 204 zimeendeshwa katika mahakama mbalimbali. Kesi 287 ziliamuriwa mahakamani na watuhumiwa 155 walikutwa na hatia. Aidha, shilingi bilioni 1.39 ziliokolewa kutokana na operation za uchunguzi zilizofanyika katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini vile vile katika kuhakikisha miradi inayotekelezwa inalingana na thamani ya fedha, ufuatiliaji wa miradi wa maendeleo 370 yenye thamani ya shilingi trilioni 4.6 umefanyika katika sekta ya afya, maji, fedha, elimu, kilimo, ujenzi na viwanda. Mheshimiwa Spika, mikakati iliyotekelezwa na serikali katika kupambana na rushwa imeleta nidhamu, uadilifu na uwajibikaji na kuiletea sifa nchi yetu nzuri kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa za Transparency International ya mwaka 2021, Tanzania kwa kupitia kiashiria cha Corruption Perception Index imeendelea kufanya kazi vizuri kwa kushika nafasi ya 87 kati ya nchi 180 ikiwa imepata nafasi ya 7 ikilinganishwa na nafasi 94 kwa mwaka 2020. Aidha, katika mwaka 2022-2023 serikali itaendeleza mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuweka kipaumbele kwenye utoaji wa elimu kwa umma kuhusu madhara ya vitendo hivyo. Mapambano dhidi ya ukimwi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali imeweka jitihada za kuendelea kupunguza maambukizi mapya, vifo, unyanyapaa na kuimarisha huduma za msingi kwa waviu. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo hadi Disemba 2020, idadi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini wa dawa za kulevya waliopata nafuu wapatao 200 kupata mafunzo ya ujuzi kupitia vyuo vya VETA, kupunguza upungufu wa wekundu wa damu kwa wanawake wenye umri wa miaka 15 mpaka 49, kwamba jamii inakuwa na afya bora. Nitoe wito kwa wadau wa maendeleo na sekta binafsi hifadhi ya mazingira kwa umma na kuhamasisha kampeni ya upandaji miti.
lakini vile vile itaendelea kusimamia mifumo ya uzalishaji viwandani ili iweze kuzingatia hifadhi ya mazingira pamoja na kutumia teknolojia rafiki. Utawala bora. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha masuala ya utawala bora, bunge lako tukufu lilipitisha miswada mbalimbali kuwa sheria, ikiwa ni pamoja na mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2021. Mswada huo ulihusisha marekebisho ya sheria ya taasisi za sheria, tafsiri ya sheria iliyofanya lugha ya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya sheria na kutumika katika shughuli za kimahakama. Hatua hii itawezesha mchakato wa utoaji haki kuwa wa wazi, usawa na wenye gharama nafuu. Aidha, serikali imepanua wigo wa mfumo wa utoaji haki kwa kuwawezesha mawakili kuanza kutoa huduma za uwakili katika mahakama ya mwanzo. Mheshimiwa Spika, serikali katika mwaka wa fedha wa 2022/2023 itaendelea kuimarisha utawala bora na utawala wa sheria, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mfumo wa utatuzi wa migogoro. Aidha, itaimarisha mifumo ya ushirikishaji wa wananchi katika maamuzi na mipango ya maendeleo. Muungano. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kudumisha muungano wetu ambao ni tunu na mfano wa kuigwa barani Afrika na dunia nzima. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar zimeendelea kushughulikia changamoto mbalimbali zinazojitokeza kwa lengo la kuulinda, kuuenzi na kudumisha muungano wetu. Katika mwaka 2021/2022 kupitia vikao mbalimbali, hoja 11 zilifanyiwa kazi na kukamilika. Kati ya hizo hoja 9 zimeandaliwa hati za makubaliano na kusainiwa, na hoja 2 za kiutendaji zinaendelea kutekelezwa na mamlaka husika. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2022/2023 serikali itaendelea kuulinda, kuenzi na kudumisha ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ili kuhakikisha kwamba mipango inayotekelezwa inanufaisha pande zote mbili za muungano na taifa kwa ujumla. Uhusiano wa kimataifa. Mheshimiwa Spika, uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine umeendelea kuimarika, na uimara huu umechangiwa sana na ziara za viongozi wakuu wa kitaifa katika nchi mbalimbali, sambamba na viongozi wakuu wa nchi hizo na mashirika ya kimataifa kuzuru hapa kwetu. Kupitia ziara hizo, nchi yetu imepata manufaa makubwa, ikiwemo kuingia makubaliano ya ushirikiano katika maeneo mbalimbali kama vile miundombinu, nishati, elimu, teknolojia ya habari na mawasiliano, afya, michezo, kilimo, uwekezaji na kukuza lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021/2022 serikali imeshiriki mikutano mbalimbali ya kimataifa na kikanda, ambapo viongozi wakuu wa nchi pamoja na masuala mengine walipata fursa kuielezea dunia kuhusu sera na vipaumbele vya serikali, sambamba na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi. Mheshimiwa Spika, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliongoza ujumbe wa Tanzania katika mkutano wa 26 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP26 uliofanyika Glasgow nchini Uingereza. Kupitia mkutano huo, Mheshimiwa Rais alipata fursa kuainisha vipaumbele vya nchi na serikali anayoongoza katika majadiliano ya ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, napenda kulijulisha bunge lako tukufu kuwa serikali na Jumuiya ya Ulaya zimekubaliana kurejea kwenye mazungumzo ya kitaalamu kuhusu mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi unaojulikana kama Economic Partnership Agreement, na ninapenda kukuhakikishia kuwa majadiliano hayo yatazingatia masuala mapana ya taifa kwa lengo la kuinua uchumi wetu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022/2023 serikali itaendelea kutekeleza sera ya mambo ya nje, kuimarisha na kudumisha mahusiano na kidiplomasia, kuongeza fursa ya kibiashara na uwezeshaji kupitia utekelezaji wa diplomasia ya uchumi,
kuimarisha na kukuza mahusiano ya kiuchumi na kimataifa, jumuiya na taasisi nyingine za kimataifa, kushiriki katika jumuiya za kuleta amani na usalama kwa muungano, za kukuza vipaji vya michezo katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Hitimisho. Katika mwaka wa fedha 2022/23, ofisi ya Waziri Mkuu itaendelea kuimarisha uratibu wa shughuli za serikali ili kuongeza tija na ufanisi katika matumizi ya rasilimali fedha. Aidha, maeneo yatakayopewa kipaumbele ni pamoja na kuratibu utekelezaji wa sera za taifa ili kuendana na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii, kuratibu shughuli za maafa, kuboresha utendaji wa Baraza la Taifa la Biashara, uratibu wa shughuli za serikali bungeni, ufuatiliaji, tathmini na uratibu wa usimamizi wa shughuli za serikali. Nitumie fursa hii kuwataka wadau wote waendelee kushirikiana na serikali ili kurahisisha utekelezaji wa shughuli za serikali kwa tija na ufanisi. Mheshimiwa Spika, nimeeleza kwa muhtasari baadhi ya shughuli ambazo serikali imetekeleza kwa kipindi kilichopita. Aidha, nimetoa mwelekeo wa kazi zitakazofanyika kwa mwaka 2022/23. Kwa kuhitimisha, ninapenda kusisitiza mambo muhimu yafuatayo. Moja, serikali ya awamu ya 6 imepanga kufanya sensa ya watu na makazi ifikapo mwaka 2022. Zoezi hili ambalo limeshaanza katika hatua za awali lina umuhimu wa kipekee katika kuisaidia serikali kupata taarifa za msingi katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2025 na mipango mingine ya kitaifa na kimataifa. Taarifa za idadi ya watu husaidia mamlaka za ngazi za wilaya kutekeleza mipango na maendeleo kwa kuweka uwiano, mgawanyo, usalama na mshikamano wa kitaifa. Nne, ili kujiletea maendeleo endelevu kwa haraka, ni vyema wote tuwajibike kwa vitendo na kufanya kazi kwa bidii, ubunifu, ufanisi na umakini ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Tunazo fursa nyingi za kukuza uchumi na kupunguza umaskini. Tujitahidi kuongeza tija na tathmini katika bidhaa na mazao yetu ili kuwa na uchumi wa kisasa unaohimili ushindani katika masoko ya kikanda na kitaifa. Tano, mpango wa muda wa kati wa serikali kuendelea kutoa msukumo wa kutekeleza vipaumbele vya mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano kuanzia 2021-22 hadi mwaka 2025-26. Vipaumbele hivyo vinajumuisha kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa kuzalisha viwandani na utoaji huduma, kukuza biashara na uwekezaji, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Sita, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imeonyesha dhamira ya dhati katika kukuza sekta binafsi pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Ninapenda kuhakikishia umma wa Tanzania kuwa serikali yetu itaendelea kutambua, kuthamini na kushirikiana na sekta binafsi katika kukuza uchumi wa taifa hili na jamii kwa ujumla. Saba, serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na jumuiya ya kimataifa na uagizaji, uzalishaji na usambazaji. Wale watakaobainika kupandisha bei bidhaa muhimu bila taratibu, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Mheshimiwa Spika, ninatoa wito kwa viongozi wenzangu wote kuendelea kuunga mkono jitihada kubwa zinazofanywa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi mahiri na thabiti wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufanya kazi kwa bidii, weledi, uadilifu, tija na ufanisi, uaminifu na kupiga vita rushwa. Ni dhahiri kwamba matokeo ya utendaji huu yatapunguza umaskini kwa Watanzania na kuwaletea maendeleo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kuendelea kusisitiza umuhimu wa Watanzania kujihusisha na michezo na viungo, mazoezi ya viungo ili kupata afya na kukuza michezo na kuvipongeza, na nitumie nafasi hii kuvipongeza vilabu vyetu vya mpira wa miguu vinavyoshiriki kwenye mashindano ya Ligi Kuu Tanzania Bara NBC Premier na Ligi Kuu Tanzania ya Zanzibar. Hakika kwa
kwa mpira mzuri wanaocheza, wanakonga mioyo yetu washabiki wa mchezo wa mpira wa miguu nchini. Kipekee nipongeze timu ya Simba Sports Club kwa kupeperusha bendera ya taifa letu katika mashindano ya shirikisho la klabu bingwa. Mwenye macho haambiwi tazama. Sote tumeshuhudia wakiendelea kupiga mwingi na kutuwakilisha vilabu vyao medani kimataifa. Mheshimiwa Spika, niwapongeze pia wachezaji mahiri wa vilabu mbalimbali vya mpira wa miguu vikiwemo Yanga, timu ya wananchi, Simba Sports Club, Wekundu wa Msimbazi na Mungo, wauaji wa Kusini, Azam, wazee wa Lambalamba, Biashara United, wanajeshi wa mpakani, Dodoma Jiji, walima zabibu, Tanzania Prisons, wajela jela. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hotuba nzuri ambayo imegusa maeneo yote ya nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hongera sana. Na hoja imeungwa mkono. Sasa namwita mwenyekiti wa kamati ya Katiba na Sheria atawasilisha taarifa ya kamati yake. Inagusa maeneo makuu mawili ambayo ni ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, pamoja na ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika uchambuzi wake kuhusu bajeti hiyo, kamati ilipitia jumla ya mafungu 6 ambayo ni fungu namba 25 ofisi binafsi ya Waziri Mkuu, fungu namba 37 ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, fungu namba 27 ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, fungu namba 61 Tume ya Taifa ya Uchaguzi, fungu namba 65 ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na watu wenye ulemavu, na fungu 15 Tume ya Usuluhishi na Uamuzi. Uchambuzi na tathmini ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2020/2021/2022. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2020/2021/2022, ofisi ya Waziri Mkuu ililenga kukusanya maduhuri ya jumla ya shilingi bilioni 35 na milioni 85. Waziri Mkuu ilipata jumla ya shilingi bilioni 63 milioni 118,348,817.88. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 51 milioni 509,495,262.30 sawa na asilimia 81.2 ya fedha iliyopatikana ni kwa matumizi ya ofisi Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, na shilingi bilioni 11 milioni 908,593,595.58 sawa na asilimia 18.78 ni kwa ajili ya ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira, Vijana na wenye ulemavu. Mheshimiwa Naibu Spika, mchanganuo wa fedha hizo kwa taasisi za ofisi ya Waziri Mkuu ni kama ilivyo katika jedwali namba 2. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa uchambuzi huo, kamati na maoni kwamba mwenendo wa upatikanaji wa fedha kwa ujumla ni wa kuridhisha. Hata hivyo, kiasi cha fedha kilichosalia kinahitajika kutolewa chote kwa taasisi zote. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati Waziri Mkuu alipowasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi yake kwa mwaka wa fedha 2020/2021/2022, aliomba jumla ya shilingi bilioni 21 milioni 334,044 kwa miradi ya maendeleo katika sekta zinazosimamiwa na kamati. Kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 9 milioni 521,444 iliomba kwa ajili ya miradi chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge, na shilingi bilioni 11 milioni 814 ziliomba kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na watu wenye ulemavu. Mchanganuo wa fedha hizo unaonekana katika jedwali namba 3. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati imebaini kwamba kati ya fedha zilizotengwa na kutolewa
ili kutekeleza miradi hiyo, fedha za nje zilitolewa kwa asilimia 42.23 ya makisio, wakati wa fedha za ndani zilitolewa asilimia 59.38 ya fedha iliyotengwa. Ni maoni ya kamati kwamba mwenendo wa mapokezi ya fedha za nje kutekeleza miradi ya maendeleo uko chini ukilinganisha na bajeti ya fedha za ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilifuatilia na kuchambua utekelezaji wa miradi hiyo. Baadhi ya miradi hiyo ni kama ifuatavyo: mradi namba 4937 ujenzi wa kiwanda cha uchapaji nyaraka za serikali. Mradi huu unalenga kuboresha shughuli za uchapishaji wa nyaraka za serikali. Lengo hilo lingeboresha azma ya serikali inayotekeleza kupitia kwa mpiga chapa mkuu wa serikali. Jumla ya shilingi bilioni 200 na milioni 500 zilitengwa katika mwaka wa fedha 2020/21 2020/22 kwa ajili hiyo. Hata hivyo, mradi huu haujapata kiasi chochote cha fedha iliyopangwa kufikia Februari 2020/22. Hali hiyo kwa maoni ya kamati haionyeshi mkazo wa serikali katika shughuli za uchapishaji wa nyaraka zake. Uchambuzi huu unasisitiza umuhimu wa serikali kuzingatia nafasi ya shughuli za uchapishaji wa nyaraka katika dhana ya utawala bora. Mradi namba 6581 programu ya kukuza ujuzi nchini. Hadi kufikia Februari 2020/22, programu hii ilikuwa imepokea shilingi bilioni 6 kati ya shilingi bilioni 9 kutekeleza majukumu mbalimbali yakiwemo yafuatayo: kutoa mafunzo ya ujuzi na stadi za kazi kwa njia ya wanagenzi kwa vijana na kujenga vitalu nyumba kwa maana ya greenhouses katika halmashauri 36 za mikoa 5. Mradi namba